Omba kwa kutathmini hali yako ya ndani, kwa sababu unapodhikika neema uliopewa upungua. Watu wengi Mungu alipotuumba ametupa neema katika maeneo mbalimbali, kwa hatua tofauti tofauti, kwa makusudi yake. Na baada ya kutuumba na kutupa neema tofauti tofauti kwa makusudi yake, katika hiyo neema Mungu anatukusudia tufikishe kila alichotuwekea ndani. Pasipo hiyo neema hatuwezi kufikisha. Tunapokuwa tunaishi katika maisha haya, tusipokuwa watu wa kutathmini kimaombi, tunaweza kujikuta hatufikishi kile tulichopewa, kwa sababu neema imepungua na hatukujua wakati ilipopungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nazungumza na wewe wiki hii tunapoanza siku hii ya kwanza ya juma, tunapoanza wiki ya Juma Takatifu. Leo tumeanza wiki ya Juma Takatifu. Ni wiki ambayo Yesu anapanda kwenda Yerusalemu kwa ajili ya, tunakumbuka, kukomboa, kuokoa kile kilichopotea. Ni wiki ya maombi, ni siku ya maombi. Natamani tunapoomba katika siku ya leo, tuombe kwa kujitathmini juu ya hali yetu ya ndani. Kichwa kinasema tena, omba kwa kutathmini hali yako ya ndani, kwa sababu unapodhikika neema uliopewa upungua. Kutathmini maana yake nini? Kutathmini maana yake ni kuangalia au kuchunguza au kujichunguza ili kujua hali iliyoko ikoje. Kujitathmini au kutathmini maana yake kuangalia au kujiangalia au kuchunguza ili kujua hali iliyoko ikoje ndani yako na nini unapaswa kufanya pia. Daudi akasema kwenye Zaburi ya 139 mstari wa 23 na wa 24, E Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Hebu tusome Zaburi ile ya 139 mstari wa 23 na wa 24. Anasema, E Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu yajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Daudi baada ya kujua aliumbwa na Mungu kwa makusudi yake, kuna wakati alifika mahali alipokuwa akijitathmini kwa hali aliyonayo ndani yake. Akafika mahali akamwambia, E Mungu nichunguze, ujue moyo wangu,
Lakini waangalie ndani yangu, one kama kuna kitu kinachosababisha na kinachoweza kunisababisha nikapita kwenye majuto. Kwa nini anazungumza maneno haya? Alijitathmini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba katika Pasaka hii, nataka tuwe watu wa kujitathmini ndani yetu na hali tulizo nazo, kwa sababu ni muhimu sana kujua ndani yako kuna kiwango kipi cha neema. Je, neema ambayo ulipewa na Mungu mwanzo inafanya kazi na ipo katika kiwango kile ambacho Mungu alitaka, au imepungua, au imepotea? Daudi anasema, Mungu unichunguze. Na mimi Mungu amenisukuma kusema na wewe, tunapopita wiki hii ya njia ya msalaba, tuwe watu wa kuomba kwa kujitathmini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anaweza kwa sababu ya hali mbalimbali anazopita duniani akajikuta amedhikika. Mwambie mwenzako, umedhikika. Nini maana ya neno kudhikika? Kudhikika ni hali ya kuchoka moyo au akili kwa sababu ya kusumbuliwa au kushinikizwa au kuumizwa mara kwa mara, kuudhiwa. Kudhikika ni hali ya kuchoka moyoni au akili kwa sababu ya kusumbuliwa au kushinikizwa au kuumizwa mara kwa mara, kwa maana ya kuudhiwa. Kumbuka, unapodhikika, kitendo cha kudhikika ni sababu ya neema ya Mungu ndani yako kupungua au kupotea. Sasa si kila mara tunajitathmini kwa kuangalia hali zetu za ndani tunapoomba. Maana tunaweza kujikuta tunaomba, lakini katika hali ya kudhikika, ile neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji haiwezi kuwepo kwa sababu ya hali ya kudhikika. Wakati fulani wana wa Israeli walimkosea watu wa Yuda, wakaenda kwenye njia zisizofaa. Mungu akawaacha wakaingia kwenye hali ya kudhikishwa na adui zao. Kitabu cha Yeremia tusome. Yeremia mlango wa 19 mstari wa 9 hadi wa 11. Yeremia 19 9 hadi 11. Yeremia 19 9 hadi 11. Naomba tusome kama tumepata kwa pamoja katika jina la Bwana. Yeremia 19 hadi 11. Nami nitawalazimisha kula nyama yao ya wana wao na nyama ya binti zao, na watakula kila mmoja nyama ya rafiki yake wakati wa mazingira ya dhiki ambayo adui zao na watu wale
watafutao roho zao watawadhikisha. Hapo utalivunja dunia mbele ya macho ya watu wale waendao pamoja nawe, na kuambia Bwana wa majeshi asema hivi, hivyo ndivyo nitakavyowavunja watu hawa na mji huu, kama mtu avunjavyo chombo cha mfinyanzi kisichoweza kutengenezwa tena na kuwa kizima. Nao watazika watu katika Tofethi, hata hapata baki mahali pa kuzika. Mungu anaruhusu mazingira ya maadui kuinuka na kuwaingiza hawa watu kwenye hali ya dhikika. Ukisoma mstari wa 8, kuna kosa walilolifanya pale. Soma mstari wa 8. Ukiangalia mstari wa 8 au wa 7, tuanzia wa 7 na wa 8, anasema hivi, nami nitalitangua shauri la Yuda na Yerusalemu mahali hapa, nami nitawaangusha kwa upanga mbele ya adui zao, na kwa mkono wa watu watafutao roho zao, na mizoga yao nitawapa ndege wa angani na wanyama wakali wa nchi iwe chakula chao. Mstari wa 8, nami nitaufanya mji huu kuwa kitu cha kushangaza watu na kuzomewa. Kila mtu apitaye karibu nao atashangaa na kuuzomea kwa sababu ya mapigo yake. Kwa nini? Walimwacha Bwana. Walipomwacha Bwana, Mungu akawaingiza kwenye mikono ya maadui. Walipoingia kwenye mikono ya maadui, wakaingia kwenye hali ya kudhikishwa. Walipoingia kwenye hali ya kudhikishwa, Biblia inasema wale watu walidili na roho zao. Walidili na roho zao. Anapozungumza pale ishu ya roho, watu watafutao roho, walienda wakadili na roho zao. Walipodili na roho zao, wakawaingiza kwenye hali ya kudhikika. Walipodhikika, Biblia inasema wakaingia sasa kwenye neno ambalo linatoka kama unabii, kuanza kula watoto wao, binti zao, na mazingira ya maisha yao yakawa magumu. Wakajikuta wanazika watu, na inakuwa ni kama mizoga. Kwa nini? Kwa sababu kuna hali imetokea. Kule kuzika sio matokeo ya hali ya nje. Kule kuzika watu wanakufa ovyo na mazingira yanapita kwao. Kuna hali ya kudhikika iliyoingia ndani, wakaingia kukaukiwa ndani, wakafa ndani. Baada ya roho zao kushughulikiwa, ndipo sasa wanaingia kwenye dhiki nje. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba kwa kumtafuta Bwana kwenye wiki hii, natamani uombe huku ukiwa na tathmini ya ndani. Je, kiwango cha neema uliopewa kipo au kimepungua? Kama kimepungua, kuna shida utaiona. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapojichunguza au kujitathmini, huku ndiko unakoweza kupata ufunuo au kufunuliwa ndani, kujua ni nini unapaswa kufanya, ni hatua gani unapaswa kuchukua. Watu wengi tunaomba, lakini hatuombi wakati tumejitathmini pia. Watu wengi tunaishi maisha ya kiroho, lakini maisha ya kiroho yasiyo na tathmini. Ngoja nikupe mifano ya watu wachache ambao walidhikika, neema ya Mungu ikaondoka kwao, na walichokuwa wamebebeshwa kikafia njiani. Mtu wa kwanza, Musa. Hebu tusome kitabu cha Hesabu.
Mtu wa kwanza Musa. Musa alipopewa kazi ya kuwapeleka wana wa Israeli Kanaani, moja ya tatizo lililonimpata, alipitia usumbufu mkubwa sana. Aliumizwa na wale watu walipokuwa wakimuumiza kama kiongozi wao. Musa hakujua athari aliyokuwa anapata wakati anapata maudhi, wakati anapata usumbufu kutokea kwa wale anaowaongoza. Ndani yake alikuwa anadhikika. Neema aliyopewa ilikuwa inaendelea kuondoka. Tunafahamu Mungu anamwambia kwenye kitabu cha Kutoka 3, anamwambia ninakutuma kwa Farao ukawatoe wana wa Israeli, watu wangu, si ndio? Wapate kunitumikia, uwapeleke mpaka nchi ya nini? Ya ahadi. Wakati anamtoa kule kwa Farao, anamtuma kwa Farao, inaonekana neema ya Mungu iliyopo juu yake na kiwango cha nguvu anazotakiwa kwenda nazo ili kuwapeleka wana wa Israeli mpaka Kanaani. Alipowatoa, wakati ameanza kutoka nao, alianza kukutana na masumbufu kutoka kwa wale watu. Soma mlango huo wa 11 na mstari wa 14 mpaka wa 15. Hesabu 11, 14 mpaka 15. Angalia mpaka anafika mahali anaongea kwa namna hii. Kulikuwa kuna hasira ya maumivu, kuna namna ambavyo anapata shida kupitia wale watu. Hesabu 11, 14 mpaka 15. Hebu tusome pale anasemaje. 1, 2, 3. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Mstari wa 15. Na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Musa anawachukua wana wa Israeli, moja ya kitu kilichotokea, walimsumbua, walimuudhi. Kadri walivyokuwa wanamuudhi katika hali ya kawaida, yeye aliichukulia katika hali ya kawaida, lakini hakuwa akitathmini hali ya ndani. Kadri alivyokuwa anaendelea kwenda, ghafla anamwambia Mungu, anaenda mbele za Bwana. Angalia maombi anayoomba. Ndio maana nimekwambia tathmini wakati wa maombi. Kama umedhikika ndani, kisha dhikika ndani, hata maombi unayoomba ni mabaya. Unanisikia? Wakati amedhikika, ile neema imeondoka, anaenda mbele za Bwana, anamwambia huu mzigo ulionipa ni mzito, watu hawa siwezi kuwachukua peke yangu. Kama unaona inawezekana, niulie mbali. Na tayari kuna shida. Neema aliyopewa Mungu, alikuwa anamuona ana uwezo wa kuwapeleka mpaka wapi? Kanaani. Lakini yeye anasema nini? Wamekuwa mzigo, siwezi tena, ni mzigo wa kunishinda. Umeanza kumshinda kivipi? Kuna neema imepungua, kwa sababu alipewa neema ya kubeba, lakini imepungua. Alipopewa ile neema ilipungua kwa sababu walimsumbua, walimvuruga kila mara. Alipokuwa anaenda mlimani anarudi, wanamvuruga, anavua utaji, anaenda anarudi, anavaa utaji tena. Ukisoma mlango wa 20, angalia pale mstari wa 10, hapo hapo kwenye Hesabu mlango wa 20 mstari wa 10 na wa 11, anasemaje? Hebu tusome. Anamwambiaje? Mstari wa 10 na wa 11. Musa na Haruni wakawakusanya
kusanyiko mbele ya mwamba, akamwambia, sikieni enyi waasi. Hasira. Ungali mweza kumwambia hasira. Ndani kumeshaanza kupungua neema. Tusome pamoja. Je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake, akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake, akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistai mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Maji haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli waliteta na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisiende kwenye maji waliopewa, nizungumze habari ya Musa. Musa baada ya ile neema kupungua ndani, akajikuta anaenda kwa hasira na pressure ya mazingira yanayomkabili. Biblia inasema akajikuta anafanya hasira. Anaambiwa auambie mwamba, akaupiga mwamba mara mbili. Alipoupiga mwamba mara mbili, maji yalitoka mengi, lakini pia hayakutoka maji mazuri, yalitoka maji ya Meriba. Na Biblia inasema Mungu alitokeza yale maji kwa sababu ile mtakatifu. Najaribu kujionyesha kwamba ninaweza kufanya, lakini Musa na Haruni, kwa sababu tayari kuna shida iko ndani yenu, hamtawaingiza hawa watu katika nchi niliyowaambia. Neema imepungua. Musa anaenda kuomba mbele za Bwana kwa hasira. Musa anaenda kuomba mbele za Bwana akiwa na mvurugiko wa akili na moyo. Anafanya hivyo kwa sababu hajatathmini. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, tunapoenda mbele za Bwana kuomba, tunapaswa kujitathmini kama ndani yetu tumedhikika. Ukishadhikika, neema ikipungua, huwezi kuomba vizuri. Unakuwa mtu wa maombi mabaya, unakuwa mtu wa hasira, unakuwa mtu wa kugombana na Mungu kila mara. Bwana asifiwe. Sasa unapopitia dhiki fulani ndani, inaweza kuwa sababu ya neema uliopewa nayo ikaenda chini, ikaporomoka. Ngoja nisikia. Ngoja nikupe mfano wa pili, mtu wa pili ambaye alipitia kwenye mazingira hayo akadhikika. Biblia inasema baada ya kudhikika kuna kitu, ile neema iliondoka. Samson, Waamuzi 16 mstari wa 15 na wa 16. Waamuzi 16 mstari wa 15 na wa 16. Waamuzi 16 mstari wa 15 na wa 16. Tumepata? Bwana Yesu asifiwe. Tumepata? Okay, mtu some pamoja mstari wa 15 na wa 16. Labda tuende mpaka mstari wa 20. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda, na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Sasa angalia mstari, utaona vitu vinavyosababisha unadhikika. Mstari wa 16. Ikawa kwa vile alivyo msumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Mstari wa 17. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa
ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njooni huku mara hii tu, maana ameniambia yote aliyonayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamchukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyoosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha, maana yake neema imeondoka. Bwana asifiwe. Okay, angalia. Wakati wanataka aadhikike, roho yake itengwe na ile neema, alimsumbua na kumuudhi. Mwambie mwenzako, mwambie kuna aina ya maudhi au usumbufu unaopitia. Mwangalie usoni, mwambie mwenzako kuna aina ya maudhi au usumbufu unaopitia. Mwangalie usoni tena, mwambie kuna aina ya maudhi au usumbufu unaopitia. Sikia, kwenye maisha yako unapopitia hali yoyote ya usumbufu au maudhi fulani, moja ya eneo ambalo linapata shida ni eneo la ndani. Unadhikika na kitu kinaondoka. Samson alipodhikika, baada ya kudhikika neema ilimwacha. Neema ilipomwacha, Biblia inasema tunafahamu neema yake aliyokuwa nayo, si ndio? Neema aliyokuwa nayo unaifahamu. Neema ya Samson ilikuwa ni kupiga maadui. Kila adui anaompiga anashinda. Bwana asifiwe. Alikuwa na neema ya kuwashughulikia maadui. Kuna siku aliwafunga mbweha mikia. Hakuna mtu anasubutu, ukienda pale Serengeti ukakutana na mbweha, jaribu kumsogelea mmoja uone. Lakini yeye alikuwa na neema, alifunga mbweha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake alikuwa na neema ya kushinda vita, alikuwa na uwezo wa kupigana na maadui. Biblia inasema hivi, baada ya Delila kumsumbua na baada ya Delila kumuudhi, akamuondolea ndani yake zile nguvu, akadhikika. Alipodhikika, Biblia inasema hivi, akawaita watu, akawaita na wakuu wa Filisti, akamwambia tayari yuko, ameshaniambia habari zake, njooni. Wakashuka. Wakati wanashuka, akalazwa kwenye mapaja, akawa anamweleza 1 2 3 4 5. Wakati amemaliza kumnyoa, alipomuita yule jamaa akanyoa akamaliza, anamwambia sasa, Samsoni, maadui zako wanakuja. Neema imeondoka. Samsoni akainuka. Samsoni alipoinuka, akaenda akatobolewa macho yote mawili, akapelekwa kwenye kijumba cha kupepetea ngano, akakaa kwenye kijumba cha kupepetea ngano. Unapokutana na maudhi, unapokutana na hali ya masumbufu kwenye maisha, moja ya kitu kinachotokea, unaingia kwenye dhiki. Unaingia kwenye dhiki ya ndani. Unapoingia kwenye dhiki ya ndani, kuna hatari zinazotokea. Kuna mahali maisha yako yanakwama, kwa sababu moja ya kitu kinachoondoka ni neema. Kama ulipewa neema ya kuhubiri, inapungua. Kama ulipewa neema ya kuomba, inapungua. Kama ulipewa neema ya kuimba, inapungua. Kama ulipewa neema ya kufanya biashara na kupata faida, inapungua. Kama ulipewa neema ya kukaa kwenye ndoa, inapungua. Kama ulipewa neema fulani ya kulima, ya kufuga, nayo inapungua. Kwa nini? Kwa sababu kuna maudhi umekutana nayo na masumbufu, na yale masumbufu yameenda kuondoa neema ndani.
Mwambie mwenzako, kuna usumbufu wote unaopitia kazini? Kuna usumbufu wote unaopitia kwenye familia, kwenye mahusiano? Moja ya kitu kinachotokea, sikiliza, moja ya kitu kinachotokea wakati unapitia masumbufu, kuna kiwango cha neema kinapungua. Sasa unapoenda mbele za Mungu, unaweza ukaomba kirahisi kusema, Mungu naona adui zangu. Mungu hawezi kuona adui zako kama neema imepungua. Kumbuka, neema inatusaidia wakati wa uhitaji. Bwana asifiwe. Alipopoteza neema huyu jamaa, hata wakati wa vita akapigwa. Unapopoteza neema kwa sababu ya mazingira ya usumbufu na mazingira unayokutana nayo kwenye maisha, omba kwa kutathmini kiwango cha kudhikika kila mara. Unapoomba, unapopiga mahesabu, angalia ndani, usiende tu direct kuombea unachotaka. Bwana asifiwe. Kwa sababu kiwango cha nguvu zinazokusaidia juu ya hicho unachokiombea zinatoka ndani, hazitoki nje. Anasema atukuze awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yale tuyawazana tuyaombayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kuna nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Sasa shetani anapopambana, anapoleta hali ya maudhi, unasikia huyu amekuudhi, huyu amekusumbua, ule usumbufu hauendi tu kawaida ukakuacha pale. Kilichomtokea Samsoni, Biblia inasema akapoteza neema, akafa. Unafikiri alikufa kimwili? Alikufa kwanza ndani. Alipokufa ndani, Biblia inasema hakuwezi tena kufanya kwa sababu ile neema imeondoka, imemwacha. Watu wengi sana neema imepungua kwa sababu ya mazingira ya usumbufu tunayokutana nayo, yametufanya tumedhikika. Baada ya kudhikika, neema imepungua, na baada ya neema kupungua, kuna mambo hatuwezi tena kuachieve. Hakuna mahali tunaforce, tunalazimisha. Sikiliza, ukishafika mahali unapofanya tathmini ukagundua siwezi kufika pale, rudi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano wa mtu wa tatu. Mtu wa tatu, Sauli. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 13. Nikuonyeshe kilichoko pale. Kwa wasoma Biblia wanajua. Sauli alikutana na pressure ya mazingira. Alikuwa na kusanyiko fulani pale, alafu ghafla lile kusanyiko likaanza kumwacha. Ni kama hivi saa hii mimi nahubiri hapa, alafu hapa kanisani watu wakaanza kupungua, wakaanza kuniacha. Ghafla mimi nikaangalia pressure ya mazingira haya kwamba watu wananiacha, alafu nikajikuta ninakimbizana na hali ya mazingira badala ya kumtafuta aliyeleta watu. Unanisikia? Angalia kilichomtokea Sauli. Angalia kilichomtokea Sauli. Samueli wa kwanza 13. Samueli wa kwanza 13. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze mstari wa 8 nikuonyeshe hii habari. Samueli wa kwanza 13. Tuanze mstari wa 8 twende mpaka mstari wa 14. Naomba tusome pamoja kama tumepata. 1, 2, 3. Akangoja siku 7 kwa kadri ya muhula uliowekwa na Samuel, lakini Samuel hakuja Gilgal. Kulikuwa kuna kipindi wameweka pale Samuel aje kwa ajili ya shughuli hapo fulani. Na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sasa angalia pressure. Sauli akasema, nileteni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samuel akatokea. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki, kumsalimu. Angalia nabii anachomwambia Samuel. Akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami.
Kuna mtu anaona mstari? Pressure ya mazingira. Na wewe hukuja siku zile zilizonenwa, nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmash. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgal kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha, nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Maana yake aliingia kwenye ibada, maombi. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu. Wangapi mnaweza mkajikuta mnaomba alafu mchungaji au mtumishi akaja akakwambia umefanya upumbavu kwenye hao maombi uliomba? Hebu angalia mwenzako, mwambie wewe ukiwa unaweza ukasema umefanya vizuri au umechukua hatua fulani na mazingira fulani na nini, si ndio? Sasa angalia Mungu anavyomtazama Sauli na majibu anayompa pamoja na sadaka ametoa na maombi ameomba, ambaye ibada yako ni mbovu. Angalia mstari unaoendelea pale. Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe ukuja siku zile zilizonenwa, nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmash. Basi nikasema, Wafilisti watanikusanyikia sasa mpaka Gilgal kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha, nilijisukuma kutoka ndani, nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno la Bwana lile Bwana alilokuamuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, ngoja nikueleze kitu kidogo. Baada ya mazingira kuonyesha hali ya hofu kwa Sauli, akiwa anaifanya kazi ambayo amepakwa mafuta na amepewa neema. Soma Biblia yako. Biblia inasema alipewa neema ya kuwa na ufalme kwenye nyumba yake milele. Maana yake ufalme ulikuwa hauondoki kwake. Mungu ameuweka kama alivyomwambia Musa, utawafikisha wana wa Israeli nchi ya ahadi. Wakati Mungu anamwambia hilo jambo, ghafla akiwa kwenye mazingira ya utendaji, wakati Wafilisti wanakuja na vita, alafu kusanyiko la watu wanaoongoza wamemwacha, wakati akiwa anasubiri nabii aje, Biblia inasema Sauli akaangalia mazingira. Alipoangalia mazingira yakamvuruga. Ghafla kichwa kikachanganyikiwa, moyo wake ukapata shida. Kwa nini? Kwa sababu tayari amezikika ndani. Sikia, Biblia inasema hivi, kule kuzikika, angalia hata alipoenda kufanya hiyo ibada, Biblia inasema alijishurutisha. Maana yake haikuwa hiari. Maana yake alikuwa hana neema ndani tena, kuna nguvu haipo. Anasema nalijishurutisha kufanya hii ibada na kuomba kabla hawajanishukia wale jamaa. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wametawanyika, nikasema nifanye ibada kabla ili wasitawanyike. Homa na hofu ya mazingira ikamsumbua. Ni kama umepewa kuongoza kanisa, ghafla unaona watu hawapo kanisani, una watu 4 na ulikuwa una watu 500. Mwangalie mwenzako, mwambie unaombaje? Utakiwa kuomba kukemea mapepo kwa sababu tu ya watu hawapo kanisani. Utakiwa kufanya haraka, unatakiwa kurudi kujitathmini. Bwana asifiwe. Unatakiwa kuomba kwa kujitathmini. Alafu unatakiwa kujua hao watu sio wa kwako. Watu ni wa Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kurudi kwa aliye na watu, sio kuwafuata watu. Ukifuata watu unakosea. Sasa Sauli akakosea
neema ikamwacha. Angalia Biblia inasema neema ile, akaambiwa kwa sababu ya kosa hili neema pia imekuacha. Ule ufalme ambao ungekuwa milele kwako hautakuwa kwako. Kwa nini? Kwa sababu ulienda na pressure ya mazingira. Nisikilize, unaposumbuliwa na hali yoyote, kuna namna ndani yako unaingia dhiki. Unapoingia dhiki, dhiki huwa inaondoa neema, inapunguza. Ile neema inapopungua ndani yako, unajikuta kuna mazingira magumu unayaingia, na yale mazingira yanapokuja hautaki kuforce kwanza juu ya mazingira. Unapaswa kurudi kwa Bwana aliyekupa hicho kitu, kwa sababu mazingira hayawezi kukusaidia. Kama neema imeondoka, lazima umtafute aliyekupa neema, airudishe neema, ili mazingira tena yakubaliane na wewe kwenye neema. Unapodhikika, kuna kitu cha Mungu kinapungua ndani, na si kila mtu anaelewa. Unapopita watu wanakusumbua, watu wanakuudhi, moja ya kitu shetani anachokitafuta ni kuendelea. Anatoboa mahali, anaondoa neema. Na ukishapoteza neema, ngoja nikwambie, duniani usijue utakuwa mgeni wa nani, kwa sababu neema ambayo Mungu amekupa ndio inayokusaidia kwenye mazingira yoyote, hata kama huna mtu anayekujua. Kasome Biblia yako. Biblia inasema Yusufu akaenda akapata kibali. Maana yake alikuwa na neema bado. Kule alipokuwa kule, hakuna ndugu hata mmoja alimjua, lakini alipewa nafasi. Angalia kiwango cha dhiki ndani yako. Usiende tu kusema na kazana na hichi kitu. Usikazane na kitu kama kiwango kimepungua. Kwanza tafuta neema kwanza, alafu kazana na hicho kitu tena, kwa sababu kitu hicho kinategemea neema. Sasa sikia, ukishadhikika ndani na neema inapungua. Neema ikishapungua, moja ya kitu unachokuta nacho, una struggle. Unapo struggle, ni rahisi sana kuanza kumlalamikia Mungu au kumlalamikia anayekuongoza. Watu wengi wamepoteza neema na hawajui ni kwa sababu wamedhikika ndani, na wamejikuta wanawalalamikia wanaoongoza, lakini ndani hakuna neema. Kwa sababu mara nyingine si mtu anayekupa vitu, si mwanadamu anayeweza kukusaidia, ni Mungu anayeweza kukusaidia. Sauli kosa alilolitazama pale, aliangalia makusanyo na makusanyiko, hakujua yuko aliyempa nafasi. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Sikia, unapokuwa kwenye eneo lolote kwenye maisha, moja ya kitu unapaswa kufanya kila mara unapoenda mbele za Bwana kuomba, jitathmini kiwango cha ndani. Kiwango cha neema ndani ndicho kiwango cha nguvu zako kwenda mbele. Ukipoteza kiwango cha neema ndani, shetani akisha kuingiza kwenye hali ya dhiki, uwe na uhakika hata Mungu aliyekutuma utamlalamikia. Ndio maana unamkuta Musa sasa, neema imeondoka, anamwambia watu hawa walionipa siwezi kuwabeba, wananishinda. Mungu alijua una neema ya kuwabeba. Kwani hujajua kwamba Mungu alipokupa alijua una neema ya kuwabeba? Kwani unasema wanakushinda? Wanakushindaje? Bwana Yesu asifiwe. Wanakushindaje? Musa akafika Mungu, okay, sikia, umekosea sana wewe na Haruni, na kwa sababu mmenikosea, watu hawa niliowaambia mnawapeleka, niliona mnawapeleka na mnafika, lakini kwa sababu ya vurugu walizokuonyesha na umedhikika, hukufanya tathmini yako ya ndani, umenunukia na mimi kwa hasira, hamtaingia. Muulize mwenzako, mwambie ndani yako kumedhikika, ile neema ipo au haipo? Maana kuna vitu unaweza kufanya na Mungu kwa hasira, au unaweza kufanya na bosi wako kwa hasira. Mara nyingine tatizo si bosi, tatizo ni kiwango cha neema ya kusukuma ulichobeba. Mara nyingine unapewa pressure ya mazingira. Ngoja nikwambie, ukiwa na pressure ya mazingira,
hata siku moja hutafika mahali Mungu anataka, kwa sababu wewe unaenda kwa kuona. Mambo ya rohoni hutambulikana kwa roho. Kuna wakati nilipita kwenye wakati mgumu sana kwenye kazi ya Bwana hii. Wakati nikiwa napita pagumu sana, Mungu akanisemesha. Maana niliongea naye vitu vigumu kidogo, lakini sio kama Musa kwa kujitathmini. Alafu Mungu akanisemesha vitu vya ajabu sana. Na wakati ananisemesha kwenye ulimwengu wa roho, akanipeleka kwenye mazingira ya kazi ninayoifanya ya Mungu. Alafu akaniambia, sikilize, nimekuita. Mazingira yasikupe pressure. Unaona hichi kitu nilichokifanya, niko na hii kazi siku zote. Unajua, akanipeleka kwenye hekalu, alafu akanionyesha kwenye hekalu, alafu akanipeleka na nyumbani kwangu. Akanionyesha mazingira ya nyumbani kwangu, jengo lilivyokaa, na kwenye hekalu la kanisa lilivyokaa. Alafu pembeni, kila hatua moja ya nguzo, hatua moja kwenye jengo, kwenye kuta, umeota mti, alafu umerefuka, alafu umeenda chini sana. Mimi sitakwambia ni aina gani ya mti. Na juu una maua, alafu ni mbichi. Mungu akaniambia, neema yangu bado ipo katika kile nilichokuitia, hata kama mazingira ya nje yanakuonyesha sipo. Kwa hiyo usije ukainua hatua ya kuacha unachokifanya. Nikagundua kumbe neema ipo, japo mazingira yalikuwa yananiletea pressure. Kwa ningegombana na Mungu, mazingira yangenivuruga, ningepoteza neema. Can you imagine? Kila mahali ulipokaa, piga hatua moja, kuna mti ulioota. Unanisikia? Sasa kasome Biblia, tafsiri ya vitu hivyo. Mungu anasema nipo na neema yangu ipo, itakusaidia, utafika. Haijalishi pressure ya mazingira ikoje, isikusumbue. Kuna watu wanapita na pressure ya mazingira kama Sauli. Mwingine anakutana na vita, anaacha kazi. Unapoacha kazi, kaangalie hiyo kazi unani kakwambia uache. Ni mazingira, ni hali ya kudhikika ndani. Sasa inakufukuza uachane na kazi, ili neema ya Mungu iliyokuwa inakubeba ikuachie, uondoke, upotee. Maana neema yako inawezekana imeambatanishwa na hilo eneo la kazi. Neema aliyokuwa amepewa Sauli iliambatanishwa na kiti cha ufalme aliyokuwa amepewa. Ghafla anaambiwa, kuanzia leo hakuna tena kitakachoonekana kwako. Mungu amejitafutia mtu ambaye anaupendeza moyo wake. Maana yake mtu ambaye ameweza kuitunza neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapita wapi? Unawezekana unapitia masumbufu. Natamani unapokwenda kuomba saa hii, moja ya eneo unapaswa kulitazama. Fanya tathmini kama usumbufu unaopitia au maudhi unayoyapitia yamekuwa sababu ya moyo wako kufika mahali pa kudhikika. Unapaswa kurejea tena kuona, na unaporejea pale, anza kujua kiwango cha kuomba unachotakiwa kuomba ili kurejesha neema. Maana kama neema imekuacha, kuna mahali kutakuwa na shida mbele. Ndio maana mara nyingine usiende kama watu wanavyoenda. Bwana asifiwe. Usiende kwa mkumbo. Neema ulioitiwa wewe ni tofauti. Musa alipoitiwa neema ilikuwa tofauti na Haruni. Lakini kacheki, wote walifia njiani. Kwa nini? Kwa sababu walienda kwa mkumbo. Mwangalie mwenzako, mwambie mwenzako, wakifika mahali wakisikia shida, na wewe unataka kuona hiyo shida ni yako, sio yako, usinunue shida ya mtu. Mwangalie mwenzako, mwambie usinunue shida ya mtu. Au unafikiri kifo cha wengi harusi? Maana siku hizi kuna wamama wanapata shida kwenye ndoa, sasa
Yaani ndoa yangu iko kama ya kwako. Haifanani. Mwambie mwenzako haifanani. Shida unayopata na mimi ndo ninayopata. Nani kakwambia? Haifanani. Kwa hiyo kama huyo anamwacha mumewe, wewe usimwache. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inawezekana huyu kiwango chake kimeisha cha neema, kwa hawezi tena kubebana na huyu. Na neema ikishaisha, kubebana na mtu ni ngumu. Sasa watu wengi sana hawajui Mungu anapokuweka kwenye jambo fulani, moja ya kitu unapaswa kuchunga ni neema. Musa alipoteza neema, alafu akashindwa kubeba watu. Ukipoteza neema, unaweza kushindwa kumbeba mume wako. Ukipoteza neema, unaweza kushindwa kubeba watoto uliozaa. Ukaanza kusema hao manyani niliozaa, hizi kima nilizozaa hapa. Kwa nini umefika mahali unaita watoto wako nyani? Umepunguza neema. Neema haipo tena. Anafika anza hao wenye shingo ngumu. Nani alimwambia? Kiwango cha neema. Unajua ukishakuwa na neema, hata kama mazingira ni magumu kiasi gani, ugali wako utatokana na neema. Maisha yako yatatokana na neema. Usiondoke tu, usifunge ofisi kwa sababu ya vita. Ofisi inakuwa wazi, lakini neema inakusaidia kupigania ofisi. Sasa yeye anafunga, Sauli anafunga ofisi kwa oga. Siku moja nilimwambia mtu mmoja, mimi maadamu Mungu niita, alinihakikishia ameniita. Kwenye game mtanikuta. Huyu mtumishi wa Bwana amejiita majina mengi sana: nabii, mtume, mwalimu, mwinjilisti, panga la kuume shoka lenye nguvu. Lakini atoboi. Kadri anavyoendelea kujiita, unanisikia, ndivyo anavyoendelea kuharibu. Nikamwambia sikiliza, Biblia inasema hivi, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kuna wakati wa Bwana. Nyenyekea chini ya neema, ili Mungu akifika wakati wake akupeleke. Kwa sababu kuna tatizo ghafla. Unapojiita hivi, unaona haitokei, una change hii. Unaona haitokei, una change hii. Unaona haitokei. Kuna mahali utafika majina yataisha, alafu jina litakalokuwa limebaki ni la Yesu. Utafanyaje? Akaniangalia, nikamwambia sikiliza, mimi utanikuta kwenye game ile ile. Nenda mrudi, nenda mpotee, nenda muishie, mimi mtanikuta. Nikamwambia ninajua mahali pa kunyenyekea ni hapo kwa Mungu. Kama kuna wakati wa Mungu kunipeleka kwenye viwango, nitaenda. Lakini ninajua moja ya kitu cha kuchunga ni neema. Na sipasi kuruhusu adui akapata nafasi ya kuichukua neema niliyopewa. Kwa sababu moja ya mtaji wangu na sehemu ya maisha yangu inayonibeba ni neema. Wakati naongea naye, akaniambia, "Aisee, umeongea na mimi kitu kizito sana. Ngoja nikapige mlima siku 21." Akaenda mlima siku 21. Kumbe alijichurutisha kama Sauli. Akakaa mlima siku 21. Akashuka, akahama mji. Akaenda mahali pengine. Na naposema sahihi. Okay, acha niendelee kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie chunga neema uliyopewa. Kama neema imepungua au neema imekuacha, mambo yafuatayo ya msingi unapaswa kuyafanya wakati unapoomba. Moja, rudi kwa toba kwa Mungu wako. Unapojitathmini na kujua neema imepungua, ni neema ulikuwa nayo ya kukesha mambo kirahisi, na neema hiyo imepungua, rudi kwa Mungu
Maana kuna watu wana uwezo wa kusikia jambo na kulishika mapema na kuona kumbukumbu zisizopungua. Ghafla anafika mahali hiyo neema inapungua. Unapoona unagundua jambo hilo, au una neema ya kufanya biashara na unaona mafanikio yanatokea, una neema fulani, unapogundua ile neema imepungua, cha kwanza rudi kwa Bwana kwa toba, alafu itafute nafasi ya toba itakayokurejeshea neema. Sikia, narudia tena, sio nenda tukatubu. Watu wengi sana wanaenda tukutubu. Unapotubu tu kwa sababu umepoteza neema, hurudishi neema. Hujanielewa? Unapaswa kwenda kuitafuta nafasi ya toba. Ukiipata nafasi, maana ya kwamba Mungu akikufungulia room ya kutubu, kwenye ile room ingia pale. Ndani ya ile room utapata kile kilichopotea. Sio kutubu tu. Na watu wengi sana tunaambiwa ukikosea tubu. Ni sawa, tubu, lakini sio tukutubu. Kasoma Biblia yako vizuri. Toba sio toba tu. Toba lazima iwe na nafasi. Ukikosa nafasi ya ulimwengu wa roho inayoachilia mfumo wa hayo mazingira ya toba, uwe na uhakika hata kama utatubu nje ya mfumo, hautapata mpenyo. Au hujawahi kujikuta kuna wakati unatubu lakini huna mpenyo? Unajipekua kila mahali, unatubu, unasema na nilifanya hii, niliiba, nilimwibia na yule, nilizini, lakini unaona hamna, mbona nikavu, sioni kitu. Kwa nini? Kwa sababu unatubu lakini hujapata nafasi ya toba. Soma kitabu cha Waebrania 12. Waebrania 12. Tuangalie pale mstari wa 15 mpaka wa 17. Waebrania 12:15 mpaka 17. Usiwe tu mtu wa kusema nimetubu lakini naona kama mambo bado hayaendi. Umetubu katika mazingira yapi? Lazima ujue unapotaka kufanya toba, tubu kwenye nafasi ya toba. Kama Mungu hajakufungulia nafasi ya toba, hata ukitubu. Ndio maana kasome Biblia yako. Mungu alipokuwa anataka kuwasaidia wana wa Israeli, anawaambia hivi, nirudieni kwa mioyo yenu yote, rarueni mioyo yenu wala si mavazi, mkamrudie Bwana Mungu wenu kwa kufunga na kwa kuombolea. Alafu anawaambia mkamrudie yeye, maana yeye ni nani anayejua yeye atawasamehe? Ni nani anayejua? Maana yake unaweza kutubu lakini msamaha ni kwa Mungu wetu. Sasa unatubu, Mungu anaangalia umefikia level ipi ya toba. Soma mstari wa 15 mpaka 17. Tusome 1, 2, 3. Mkiangalia sana, tusome kwa sauti. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu, kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Mstari wa 17. Mwana majua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi. Kuna mtu anaona mstari. Sikia, kuna wakati unatafuta mlango wa kutubu lakini huo mlango umefungwa. Sasa sikia, nimekwambia hivi, rudi kwa toba, tafuta nafasi ya toba. Ukishaipata nafasi, tubu, neema inarejea. Sikiliza, neema haiwezi kurejea kwa sababu umetubu. Neema inarejea kwa sababu umepata nafasi ya toba. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Sikia, ndio maana unaweza kuona watu wengi baada ya kupoteza neema wanajaribu kufanya maombi ya juu tu ya vitu fulani, alafu anataka tukung'ara. Sasa amenifanya ning'are, utaima zote lakini ya ung'ari. Kitu gani kimetokea? Nafasi ya toba inayoachilia neema tena.
bado haijapatikana, japo unaitafuta kwa machozi. Ndio maana kuna wakati mtu anaweza kulia lakini sio ametubu. Hujanielewa ninachosema? Mtu anaweza kuitafuta toba kwa machozi lakini asipate nafasi, kwa sababu nafasi ya toba katika ulimwengu wa kiroho inakuja pia na moyo wa toba. Nafasi ya toba haiji kwa mtu bila moyo wa toba. Ukiona unatubu lakini moyo wa toba haupo, maana yake nafasi ya toba hujaipata. Nafasi ya toba inapokuja, hofu ya Mungu inakuja ndani yako. Nafasi ya toba inapokuja, kuna hali unayoisikia ndani yako ya kuona dunia jinsi ilivyokaa na mazingira yake hayakustahili wewe. Kuna kicho kimungu ambacho unakitafuta na unapaswa kukipata. Kuna hali inakuja ndani, ile fear of the Lord, unajikuta godly fear inakaa ndani. Hofu ya Mungu inakufunika kwa namna ambayo unajishangaa, mbona sio mimi yule ambaye nilikuwa jana nafanya vile? Kitu gani kimetokea? Nafasi ya toba inapokuja inataka ubadilike, kwa inakubadilishia na mazingira, unajikuta una hali nyingine ya tofauti. Na hiyo nafasi sasa ndio imekuja imebeba ndani yake neema. Ndio maana Biblia inasema na tukikaribie kiti cha neema kwa rehema. Sawa, kiti cha rehema, tupewe neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Anaposema tukikaribie kiti cha neema cha rehema, kuna neema ndani ya hicho kiti. Ukikutana na toba ya kweli kwenye hicho kiti, unapewa neema. Sasa neema imepungua, nini kimetokea? Watu wamepita kwenye mambo magumu. Alafu nini kinatokea? Wanapita, maisha yanapokuwa magumu, wanalaumu wengine. Kwa nini unalaumu watu? Kwa nini upate muda wa kulaumu watu wakati anayebeba maisha yako yuko? Sisi kama unanielewa, sikia. Kama kuna neema Mungu aliiweka kwa ajili yako alipokuumba, nenda mbele za Bwana, umejichunguza ndani, umejifanyia tathmini ndani, nenda mbele zake, itafute nafasi ya toba. Jambo la pili, uchunguze moyo wako juu ya nia yako. Sibuisi kusema vitu vingi. Uchunguze moyo wako juu ya nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, omba Mungu akukumbuke tena. Soma kitabu cha Waamuzi. Soma kitabu cha Waamuzi mlango ule wa 16. Angalia kilichotokea baada ya huyu bwana kujitathmini akiwa pale kwenye lile jengo, wakiwa wanateseka wale watu, akiwa katikati ya ile shida. Soma ule mstari wa 20 na Waamuzi 16 mpata. Ukianzia mstari wa 23 mpaka 28, naomba tusome pamoja kama ilivyoandikwa. Tuanzie 23. Angalia alichokiomba Samson. 1, 2, 3. Kisha wakuu wa Filisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagoni mungu wao, na kufurahi, maana walisema, Mungu wetu amemtia Samsoni adui wetu mikononi mwetu. Na hao watu walipomwona wakamhimidi Mungu wao, maana walisema, Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyu adui wetu, aliyeharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi miongoni mwetu. Unajua kwa nini walimuudhi mtafuta wamvuruge ili adhikike? Alikuwa anafanya kazi ya kuharibu ulimwengu wao. Unamwona huyu jamaa, vita ilianzia wapi? Ni kama wewe muombaji,
ghafla unajikuta una vita fulani, alafu unajikuta unachoka. Nini kinatokea? Hali ya dhiki kishatokea, maana yake unatafutwa. Kisha tafutwa ni kama Samsoni. Angalia kilicho, walipanga huu mpango, Samsoni hakuwepo. Mstari wa 25. Ikawa mioyo yao iliposhangilia, wakasema, muiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Wakawa wanamdhihaki. Basi akamuita Samsoni atoke gerezani, akacheze mbele yao. Wakamweka katikati ya nguzo mbili. Samsoni akamwambia yule kijana, tutaenda mbele kidogo, aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia, nipate kuzitegemea. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu waume kwa wake, na wakuu wote wa Wafilisti walikuwa humo, na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 waume kwa wake, waliokuwa wakitazama wakati Samsoni alipocheza. Samsoni akamuita Bwana. Angalia mstari huo, baada ya kujitafakari na kuona ile hali. Mstari wa 18, angalia anakiomba. Samsoni akamuita Bwana, maana ya kwenye maombi, akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu, na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili walikuwa wameyatoboa. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea, moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hawa wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu waliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Nisikilize, unapoomba Mungu akukumbuke na kukurudishia neema baada ya kutafakari, kukaa, kutathmini, Mungu akupi neema kama ile ya kwanza. Hujanielewa? Sikia, neema aliyopewa Samsoni wakati wa pili ni neema kubwa kuliko ile aliyokuwa nayo mara ya kwanza. Unapopoteza neema, sikia, hujafika mwisho kama utatathmini na kurudi kwa Mungu kumwambia hakukumbuke. Mungu anapokukumbuka akaiachilia neema tena ikarudi kwako, ngoja nikwambie, mwisho wako unakuwa mkubwa kuliko mwanzo wako. Neema yako inakuwa kubwa kuliko ile ya kwanza. Kilichotokea kwa Samsoni, watu waliowaua, nilikwambia alipewa neema ya kushindana na maadui na akawashinda, lakini siku ile ambayo ameshughulikiwa, neema imemwacha ghafla, alishughulikiwa akatobolewa macho. Lakini cheki, wakati hana macho, neema imekuja mara ya pili. Kiwango cha watu waliowaua ni wengi kuliko waliowaua siku za mwanzoni akiwa na macho. Kitu gani nasema? Unapodhikika na usipogundua neema imepotea, ukaitafuta, kuna kiwango cha maisha kinapotea na kinakuwa kigumu sana kwako. Lakini ukitafuta tena ile neema, Mungu ni wa rehema, anapoachilia neema ikarudi kwako, hawi wa kawaida vile ambavyo walikuwa wanakutafsiri. Kuna watu wanakutafsiri kwa lugha fulani, kwa mtazamo fulani, kwa kukujua kwa namna fulani, hawajui undani wako. Wanafika mahali wanakuona kwa jinsi ya kawaida. Ngoja nikwambie, hata kama kuna kitambo umepitia kibaya na kigumu, kuna mahali umetafakari na kutathmini, umeona kiwango cha neema kimepungua, rejea kwa Bwana. Fanya jambo hili kama Samsoni, sehemu ya hatua ya kujitathmini na kuomba tena Bwana amkumbuke. Neema iliyokuja juu yake ilikuwa kubwa. Mungu akikupa neema nyingine, kuna watu waliokudharau watakushangaa. Haleluya, 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 haleluya. Ngoja nikueleze hiki kitu. Wakati neema imepungua, walimuita wakampitisha mbele yao, alafu wakamzihaki. Anapita ni kama sasa sijui alikuwa ni Mr. Israeli au alikuwa ni Mr. wapi.
kwa sababu kuna Miss Tanzania nafikiri kuna hizo, akawa anapitishwa pale, wanamziaki sasa, mpitisheni hapa atuchezee, afanye machezo ili tumziaki. Ngoja nikwambie, kuna watu wanajua neema kwako imepungua. Kwa hiyo ukienda hivyo wanaona hana kitu, ukirudi hivyo anasema hana kitu, lakini nimepewa neno la Bwana kwako. Neno la Bwana ni hili: rudi kwa Bwana. Unaporudi kwa Bwana, nataka nikwambie, waliokuwa wanakuona na wamekudharau, wamekushusha kwenye viwango, wanakudharau kwa kiwango fulani, wamekutupa, wamekusahau, ngoja nikwambie, hutaitwa tena mwenye kutupwa, maana Bwana atakujiria kwa upya. Akikujiria kwa upya, kuna neema itakuinua kwa viwango vingine. Ukipata hiyo neema, watakuja, watamtafuta Mungu aliye naye. Haleluya, 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 haleluya. Rejea tena, rudi, tafuta nafasi ya toba. Baada ya tafuta nafasi ya toba, anza kuikipata, jitathmini, omba Bwana akukumbuke. Bwana akikukumbuka, nataka nikwambie, Mungu alimkumbuka Yusufu alipokuwa gerezani. Kuna kitu kilitokea baada ya hapo. Wale waliomuuza walikuja siku moja kwake. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akikukumbuka, kuna jambo linaenda kutokea. Usiogope, usipate vita ya mazingira na hali inayokuzunguka kukusumbua. Yuko aliyekupa uhai. Kwa nini unajizofisha na watu? Hii ni elimu kubwa, itakusaidia kwenye maisha. Usitazame watu, usitazame mazingira. Wewe hauli kupitia hayo mazingira, wewe hauishi kupitia hayo mazingira tu. Yuko ambaye unaishi kwa neno linalotoka kwenye kinywa chake. Kama yuko ambaye unaishi kwa neno linalotoka kwenye kinywa chake, rejea kwenye hiyo pointi ya pili. Nenda pale. Na mchana wa leo nataka uende pale kwa magoti yako, umwambie Bwana, neema yako inanitosha, nisaidie tena, nikumbuke tena. Hata kama nimedhiakiwa, hata kama wananitukana, hata kama wananisema vibaya, hata kama wananijadili, wewe mwambie Bwana, pamoja na mijadala yao, mimi mbele yako sifai, lakini nipe tena neema yako. Sema neno moja tu nami mtumwa wako nitapona. Haleluya, 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 haleluya. Ukienda pale, Mungu si dhalimu, si dhalimu. Mungu haangalii watu kama watu wanavyokuangalia. No. Mungu anaangalia tofauti. Ukiangalia hivi, Mungu haangalia hivyo. Mungu haanzi juu. Mungu anaangalia sasa, niliweka kitu pale, neema yangu inataka kurejea. Mchana huku na watu, Mungu anataka kurejesha neema yake kwao. Ngoja nikwambie, haijalishi dhiki unayopitia ni kubwa kiasi gani, tuko kwenye wiki takatifu. Nataka nikwambie, hiyo dhiki ulio nayo Yesu ameilipia. Hujanisikia? Ni sisi tunakubaliana tunayo, lakini sikia, hicho kiwango cha dhiki unachokipitia. Soma kitabu cha Luka, angalia kitabu cha Luka pale. Acha nikamalize. Luka 22. Yesu alishalipa. Na tuko kwenye juma ambalo wewe upaswe kusumbuka na watu, masumbufu yao na shida zao. Wewe mtazame Yesu, alishalipa. Hata kama umedhikika kiwango gani, angalia Biblia inasema wakati alipodhikika ya kiwango hicho aliendelea kuomba. Soma kitabu cha Luka 22 mstari wa 44. 22:44 anasemaje? Soma 44. Hapo ilikuwa Luka 22:44. Umeshapata? Nimesoma 23. Okay, tusome.
Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu akidondoka nchini. Kumbe dhiki yake ilikuwa dhiki ya kulipia dhiki yetu. Maana yake kiwango cha jasho na prayer aliyotoa, tunapaswa kuconnect prayer na kiwango cha prayer aliyoomba wakati wa dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ipasaka, nisikilize, ipasaka isikuache pale. Hali ya dhiki yako imeshalipiwa. Maana yake nenda kaitafute hiyo dhiki. Kuna damu ilimwagika pale, ifuate ile damu iliyomwagwa kupitia dhiki ambayo Kristo aliingia. Umwambie ilipie dhiki yako. Unanisikia? Anasema hivi kwenye kitabu cha Isaya 53. Labda tusome na huo mstari uone. Isaya 53. Ukisoma mstari wa 3 na wa 4, alafu soma na wa 5, alafu soma na wa 11. Anasemaje? Isaya 53 mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Anasemaje? Alidharauliwa na kukataliwa na watu kama wewe unavyodharauliwa. Maana yake dhiki yako. Mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko kama wewe unavyopitia. Na kama mtu ambaye watu humfisha nyuso zao. Alizarauliwa wala hata kumhesabu kuwa kitu. Mstari wa 5, mstari wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mstari wa 11. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake, na kuridhika kwa maarifa yake mtumishi wake mwenye haki. Atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Haleluya. Kama kuna kitu kilisababisha neema ikapungua, yeye tayari alilipa. Ni namna ya wewe kujua, na ili Mungu apate nafasi ya kuachilia kitu, anataka ujitathmini. Simama. Ina mikono yako juu. Thank you Jesus. Ina mikono yako juu. Maya sakarabasara. Ina mikono yako juu. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopo utadharau. Ni maombi yangu, ni dua yangu, ni kuone wewe, ni kuone wewe, nifanye kama wewe unifinyange, nifanye
nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, Mungu, uone kama njia iletayo majuto ndani yangu, Mungu, Mungu, yes, unichunguze, ujue moyo wangu, Mungu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, Mungu, Mungu, karabashaka, unichunguze, Jesus, jue moyo wangu, Mungu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, Mungu, unikumbuke Baba, unapowagusa wengine, naomba unikumbuke, 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 Yesu, naomba unikumbuke, usinipite, usinipite, hallelujah, usinipite, Yesu, naomba usinipite, 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 Yesu, naomba usinipite, unikumbuke, 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 Yesu, naomba usinipite, unikumbuke, unikumbuke, Baba, unikumbuke, Yesu, naomba unikumbuke. Ukiwa kwenye uwepo wa Bwana, piga magoti yako ukiwa unatathmini. Nena mbele za Bwana, mwambie Bwana, unichunguze moyo wangu. Mwambie Bwana, iko njia iliyosababisha neema imepungua, na saa hii ninaomba tena unikumbuke kwa kunirehemu na kunikubali, maana inawezekana kwako nikapata rehema. Hebu nenda kwake sasa, mwambie Bwana, naye anasikia. Mungu wetu na Baba yetu, pamoja na mtazamaji wangu na msikizaji wangu aliyeko online na huyu msharika aliyeko hapa, tunaomba Bwana toba, kwa kuwa kuna mahali, Mungu wa Israeli, tumejikuta neema imepungua, na tumejikuta kuna mahali tumepita, tumekwama, tuna namna tunanung'unika. Tumefika mahali kama Musa ambaye pia alifika mahali Bwana akajikuta safari yake inaishia njiani kwa sababu ya neema imemwacha yeye na Harone. Tunaona mtumishi Saule, kwa sababu ya presha ya mazingira, kwa sababu ya watu walikuwa wanamwacha, akafika mahali akafanya kitu kilicho
iliyotusababishia neema ikaondoka. Bwana wa mabwana, niko hapa, ninaomba toba, nimekuja mbele zako, ninaomba unipe nafasi tena ya kukukaribia, nipate nafasi ya toba inayoweza kurudisha neema iliyoniacha, neema iliyoondoka kwangu. Iko neema imeniacha, iko neema imetuacha. Bwana, tunafika mahali tunanung'unikia viongozi, tunanung'unikia mazingira, tunanung'unika kwa ajili ya hali zetu fulani tunazopitia. Kumbe shida ndani yetu, tumeshindwa kujitathmini. Kuna hali iliyopo ndani ambayo Bwana imeshindwa kutathminika, ndio maana tuko hapa. Ninaomba rehema, wewe Mungu wa rehema, unikubali majira haya, unirehema majira haya kwa damu ya Yesu Kristo, kwa rehema zako. Bwana, ukatukubali watoto wako. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba masamaha, tunaomba utukubali. Mungu wa mbinguni, Mungu unayetawala, Mungu unayeshika maagano na rehema kwa wote wakuitao, kwa wote wanaokupenda. Baba, tunaomba rehema majira haya, tunaomba rehema. Kuna nafasi ya neema imepungua kwetu, kuna nafasi ya neema imeondoka kwetu, kuna nafasi ya neema imeharibika kwetu. Bwana, niko hapa kama mtumishi wako, kama kuhani, kama baba wa familia, kama mume, kama kiongozi. Neema imenipungukia kama mchungaji katika maeneo mbalimbali, kama mwimbaji katika ibada. Bwana, niko hapa, ninaitafuta tena kwa kukuomba rehema. Mungu wa Israeli, tunapoanza juma hili takatifu, Bwana Mungu wangu na baba yangu, unirehema. Mungu wangu na baba yangu, unisamehe. Mungu wangu na baba yangu, unikubali kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatubu kwa ajili ya kanisa na madhabahu. Ninaomba rehema kwenye nafasi ya toba. Mungu wangu na baba yangu, niko hapa, kuna neema imeondoka. Tunaomba neema yako ikarejee juu yetu, ikarejee kwenye madhabahu, ikarejee kwenye mazingira yetu, ikarejee kwenye kusudi lako. Bwana, ninaomba rehema katika damu ya Yesu. Mlilie Bwana, omba rehema wakati tunashirikiana na The Glory hapa. Endelea kuomba rehema, mlilie Bwana, sema na Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Mungu wetu, tunaomba rehema. Tumekuja kwako, tumepoteza neema, neema imepungua, neema kwenye familia, neema kwenye familia, neema kwenye biashara, neema kanisani, neema kwenye madhabahu, neema. Bwana, tunaomba rehema ili Bwana ukaturejeshe neema iliondoka, ukaturejeshe neema iliondoka. Tunaomba rehema tukapate neema iliyopungua. Bwana, tunaomba utusafishe, utusamehe kama watumishi, kama wachungaji. Tuko hapa.